lugha moja, na mimi niko na matumaini ya kwamba hapo mbele tutaketi tupangane vizuri, tuangalie jinsi ya vile tutaunda serikali na vile tutaenda hii uchaguzi tushinde kwa maji ni kubwa sana. Na sasa hivi uko katika upinzani. Magharibi mwa Kenya ni eneo ambalo wengi wanaona kwamba ni sehemu ambayo tunakuja kuchukua kura tu wakati wa kampeni, alafu baadaye wanaondoka. Tofauti gani iliyopo kati yako wewe ambaye unakuja magharibi sasa kuwaomba kura katika maandalizi ya mwaka 2027 na wale wengine ambao pia wanakuja kuomba hizo? Tofauti yangu na wale wengine ni kwamba mimi naongea ukweli. Unajua watu ya magharibi ni watu werefu, ni watu wamesoma, ni watu wanaelewa maneno na wako na nafasi nzuri ya kusikiza yale Rigiji anasema na ya kusikiza ile William Ruto anasema. Mimi nimekuja magharibi kwanza kuongea juu ya mkataba ambaye ulitiwa sahihi kati ya Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kwa upande moja na William Ruto kwa upande mwingine. Na mkataba uko hapa na nimeuongelea sana tangu nikuje, ndio kazi ambayo ilinilete, kwa sababu niliona ni muhimu mimi nikiwa member wa hii familia, nikiwa watu ya magharibi ni cousins wangu, niwaeleze ile mambo ambayo ilikuwa imepangwa ndio wajue. Tarehe 5 mwezi wa 4 2022 William Ruto aliandikiana mkataba na Musalia na Wetangula pamoja, na mshahidi akakuwa Kithure Kindiki. Na hiyo mkataba iko hapa. Na hii mkataba ilikuwa na sehemu mbili. Sehemu moja, nafasi ya uongozi katika serikali ya Kenya Kwanza ama William Ruto atashinda akiwa ameungwa mkono na watu ya magharibi. Sehemu ya pili, matakwa ya watu ya magharibi. Sehemu ya kwanza ilisema William Ruto akishinda atamteua Musalia Mudavadi kuwa waziri mkuu, na hiyo akatimiza, na Musalia akapata haki yake kama mtu binafsi. Pia ikakubalika ya kwamba William Ruto akipata nafasi ya uongozi kama rais wa Kenya atafanya mpango Moses Masika Wetangula ateuliwe kama speaker wa bunge la kitaifa, na hiyo ikafanyika. Moses Wetangula akapata haki yake ya kibinafsi. Lakini kuna mambo mingi sana iliandikwa na iko hapa, yale yanahusu watu wa eneo hili, na hapo ndio mimi niko na shida, kwa sababu katika ile maneno yote iliandikwa, ile ilitimizwa ni hiyo peke yake ya kibinafsi ya Musalia Mudavadi na Wetangula. Iliandikwa kwa hii mkataba ya kwamba William Ruto akipata nafasi, kuna maendeleo ambayo atatekeleza katika ngome ya Wetangula na Musalia ambaye ni mkoa wa magharibi. Nimesikia Musalia akilalamika ati mimi naleta ukabila, ati yeye ni Mkenya, na hatutaki tuongee mambo ya magharibi, tuongee mambo ya Kenya. Lakini mkataba aliandika, hakuandika mkataba ya Kenya, aliandika mambo ya magharibi. Pursuant to the principles of equity in national development and fair allocation of national resources, the Kenya Kwanza Alliance administration shall endeavor to fulfill the following development obligations in the ANC and for Kenya strongholds of Western Kenya within the electoral period starting 2022 and ending in 2027. Musalia na Wetangula hawakuweka mkataba na William Ruto ya Kenya, waliweka ya magharibi. Kwa hivyo wasiruke, asijifanya ati yeye ni Mkenya sahi. Angeweka mkataba ya Kenya nzima, lakini aliweka mkataba ya magharibi, na hawezi toroka kwa hii mkataba. Najua inawakera sana nikizungumzia, lakini mimi nilikuwa pale, na kwa hivyo mimi nikifika kwa makazi yangu, mimi nitakuwa si muungwana nikikosa kueleza kazi yangu ile mambo yao ilikuwa kwa mkataba na ambayo haijatimizwa. Number 1, completion of all existing incomplete
or stored bitumen road projects within aforesaid counties. Ilikuwa mkataba ya kwamba William Ruto akichukua atakamilisha project zote zilikuwa zimeanzishwa katika magharibi. Tunapoongea leo ni mwaka 4 William Ruto amekuwa kama president wa Kenya, na hii mkataba amekeuka kwa sababu zile project zote iliandikwa hapa hajafanya. Ya kwanza, rehabilitation ya Kakamega Airstrip haijafanyika. Ilikuwa Rwanda County Aggregation and Industrial Park iko Vihiga bado. Vihiga KMTC Student Housing Project bado. Kakamega County Teaching and Referral Hospital bado. Bungoma Level 6 Hospital hakuna. Trans Nzoia Teaching and Referral Hospital ya 350 bed, kuna kazi ilikuwa ifanywa ya 1.6 billion bado. Bukungu Stadium Modernization mpaka wa leo hiyo kazi haijaisha. Ilikuwa imeanzishwa akasema atamaliza bado. Captis Hydropower Project iko Vihiga, ilikuwa ya 6 billion and 7 billion, ilikuwa generate 15 megawatts, imekuwa delayed bado. Ukitoka hapo barabara ya Rurambi mpaka Navaholo mpaka Musikoma imekwama tangu akuwe deputy president. Alianzisha akiwa deputy president bado. Hiyo barabara mimi naijua. Barabara kutoka Ipokolo Shiada mpaka Navaholo bado. Barabara ya Rurambi mpaka Shinyalu mpaka Buyangu bado. Nasikia Busia kulikuwa barabara ya Busia Alupe bypass bado. Tuko pale Sigiri Bridge and Road Identification in Busia bado. Tuko na mambo mingi sana ambaye kwa hii mkataba ilikuwa afanye hajafanya. Number 2, wakasikizana Rais William Ruto akipata nafasi, construction of accumulative 1,000 kilometers of new bitumen roads. Wacha sasa ile ya zamani. William Ruto akasema, akasainiania na Musalia na Wetangula ya kwamba akipata nafasi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ndani ya miaka 5 between 2022 and 2027 atajenga barabara mpya katika 5 counties ya Western Kenya: Trans Nzoia, Vihiga, Kakamega, Busia and Bungoma. 1,000 kilometers, not a single kilometer hata moja haijajengwa. Number 3, allocate national raised revenue for the revival and modernization of Mumia Sugar Factory and Nzoia Sugar Factory. Alikuwa aweke pesa ya kuweka mashini ya kisasa mpya asota utishida hiyo factoria. Instead hii factoria imeuziwa Muhindi akijifa. Number 4, establish manufacturing. Alikuwa anzishe several factories in every county ya kuandika hao vijana kazi. Hakuna hata moja imeanzishwa. Mambo ya stima, connection of electricity to 80% of all homes within the 5 counties. Hakuna stima imeunganishwa. Connection of piped clean drinking water for domestic and irrigation purposes to homes within the 5 counties. Hakuna kitu imefanyika. So mimi naambia watu ya Western, when Musalia and Mudavadi, Musalia and Wetangula wanakuja kusema mrudishe William Ruto, ile kazi imefanyika kwa hii mkataba ni kazi ya Wetangula, kazi ya mtu binafsi, na kazi ya Musalia mtu binafsi. Wakaaji wa Western Kenya hakuna kazi yote imefanyika kwa hii serikali. Ukiangalia sasa ile maneno iko ni kujaribu kuhadaa watu ya Western. Pesa mingi sana imewekwa
hapa Western Kenya kwa budget imepita, lakini ni ukora tu, kwa sababu ile pesa imewekwa, hakuna kazi inaweza fanya. Imewekwa mingi sana, na ndio watazunguka hapa wakisema. Ukiona kama sasa barabara katika tuseme Bungoma, imewekwa barabara mingi sana, barabara almost 20, lakini ile pesa imewekwa, hii ndio budget ya mwisho ya William Ruto 2026 2027, kabla aende nyumbani. Hakuna kitu ingine atafanya. Ile pesa anaweka ya rami ni milioni 18, milioni 40, milioni 70. Kilomita moja ya rami ni milioni 50. Ukiweka kwa budget 100 million ni kilomita 2 ya rami. Sasa hii ni kupotosha wananchi na ni ukora, ni ile inaitwa conmanship and deception, because wewe unaweka pesa kwa budget na hii ndio budget yako ya mwisho, lakini ile kiwango umeweka hawezi jenga kilomita 2 ya rami, so itakuwa hii yote ni stalled projects. Na ukumbuke zile barabara ya zamani kama hizo nimekusomea bado, so ile pesa imewekwa hapa na ndio watazunguka nayo kusema angalieni budget, tumeweka pesa kwa hii barabara zote itajengwa. Lakini hata kuanzisha hiyo kazi ni shida, kwa sababu contractor anataka 10% mobilization fee. Kama ni barabara ya 30 kilometers inahitaji 1.5 billion, kwa sababu 1 kilometer is 50 million. Sasa ukiweka 30 million, 1.5 billion, 10% ile napewa contractor igie site is 150 million. Kwa hivyo hakuna hata contractor atakuja kwa site. So yote ni ukora, imetengenezwa kwa makaratasi ya kuhadaa watu ya Western Kenya. So mimi nataka kuambia Maikazi 5 years ago hajafanya. Kabla hamja kuja hapa kutuomba kura, kwanza mtimize yale ambayo mliandikania, kwa sababu ile imetimizwa ni kazi ya Wetangula yake binafsi kama speaker na ya Musalia kama prime cabinet secretary. Iko barabara hapo ya Sabatia kwenda Mululu ya Mama Ana, right? Kaamrisha barabara hiyo ya kwenda kwa Mululu. Kazi yote ambayo itafanyika. So mkitaka kuchagua head ndio Wetangula endelee na kazi.
kazi ni haki yetu. Awachie sisi nafasi kama familia, kama cousins, tupange mambo yetu, na tumeamua pia kama cousins pia tupange siasa yetu kama cousins, tupange uchumi wetu kama cousins, tupange utamaduni wetu kama cousins. Asione baya tukipendana na tukikaa pamoja, kwa sababu yeye anasema Wakenya wapendane, anasema Wakenya wakae pamoja. Kwa hivyo cousins wakiungana mambo yao pamoja, hakuna makosa. Nimeuliza kwamba ni kipi ambacho ni tofauti kulingana na swali ambalo nimekuuliza. Umeleta kujua mwanzoni katika ile serikali ilipo kwa sasa, hii serikali ambayo mnapanga kuunda, umesema kwamba mna imani kwamba mwaka 2027 mtaweza kuunda serikali. Ni kipi ambacho Waluhya wako nacho? Hapo kuna mkataba wa asilimia 30. Si tutaketi kuongea vile tunasema, na ombi langu kwa jamii ya Mlembe ni waungane, ili wakuja kwa meza ya kitaifa waongee mambo yao. Hapo mbeleni walifika meza ya kitaifa kupitia broker, hao walikuwa wanapitia through Raila Odinga. Sasa wako na nafasi, wako na viongozi wao. Tuko na Eugene Wamalwa, kiongozi shupavu. Tuko na George Natembeya, kiongozi shupavu. Tuko na Edwin Sifuna, kiongozi shupavu. Tuko na Cleo Malala, kiongozi shupavu. Kwa nini wapitie kwa mtu mwingine kuja kwa meza ya kitaifa? Kama sasa watakuja direct, watakuja wa negotiate na wengine mambo yao, na wasikue kama Musalia na Wetangula kufuata mambo yao. Kwanza waangalie mambo ya maendeleo ya vipi, lakini hapo mbeleni sasa nafasi imepatikana, jamii ya Mlembe wajipange 18 waunganishe jamii ndio wapate nguvu ya bargaining power unit. Kwa sababu nikiongea na hao viongozi, mimi sisi tunasema tutaketi katika meza tukiunda serikali tukubaliane, na mimi sina wasiwasi ya kwamba watu wa magharibi wanaweza kosa haki yao, kwa sababu wale ambao ni wakakamavu, na mimi najua watatetea vile. Ni kweli niliongea hata mambo ya mkataba, kwa sababu aligonga watu ya West. He conned them, he deceived them, kwa sababu ile maneno yote aliweka kidogo. Hataki nikumbushe watu ya West hii maneno, na mimi sitachoka, nitawakumbusha kila siku. Mimi waruka, nikaona wengine wamewaruka, nikaanza kusema tiwe haki yake, apatiwe shares yake, kwa sababu ilikubalika shares, but he is a shareholding agreement. Mimi hakuna kitu nilikuwa nasema kijume na nilipata shida kwa sababu William Ruto hakutaka niongelee hii maneno. Nilijaribu kuambia Musalia na Wetangula tutetee, wakasema wanachunga kazi yao isipotee. Mimi nikatetea
kama wangekuwa kama mimi, tushikane, labda tungemwe. Mimi nilitetea watu ya magharibi nikiwa ndani ya serikali. Siku nilisema ile maneno sio mimi nilisign, William Ruto nilisign hii agreement, akasign pamoja na Wetangula na Musalia, akuwa shahidi kama wakili. Kwa hivyo hii si mimi nimelete. Kwa hivyo rais nikachifu vile nimeona ati mimi naongea mambo ya shares, ati wale wako hawana. Yeye ndiye aliandika na yeye ndiye alipea, alafu akawaruka. Yeye ndiye alisema atajenga 1000 kilometers, atakamilisha project zote zilikuwa zimekwama, akaruka. Yeye ndiye alisema ataweka pesa Nzoia na Mumias instead ya yeye mwenyewe ndio amekosea watu ya magharibi, sio mimi. Mimi vile nafanya sasa ni kutetea watu ya magharibi, na nitawatetea kwa nini? Cousins, number 2 they are Kenyans, number 3 I was a witness to this agreement because nilikuweko, na kwa hivyo itakuwa makosa mimi nione watu ya jamii ya magharibi wakihangaika, nione wakidanganywa tena, na kosa kubwa sana, na itakuwa mimi si mwaminifu. Itakuwa mimi ni member wa family ambaye si mwaminifu kwa wanafamilia wengine. Kwa hivyo ile mimi nafanya ni kuelimisha watu ya magharibi. Neno William Ruto aliahidi, signature yake iko hapa, sio mimi niliahidi, ni yeye. Uliza watu ya magharibi imefanyika ama bado, wanasema haija. So naambia akija kwenu tena akitaka mpatie kura, ni jukumu lenu kumuuliza ile ulituahidi tulikuochagua mwaka 5 ndio hujafanya. Kama ile ulituahidi utafanya hukufanya, kwa nini unataka tukuamini utatufanyia ingine, na ile tulisikizana kwanza hiyo hujafanya? Yes, I do. Huyu jamaa sikuwa nimemuona vile. Mimi nilimwamini kwa sababu alikuja na Biblia. Unajua mimi ni Kristo, unajua bibi yangu ni pastor. Mimi mtu yote akiniambia ameokoka, aniambia Yesu ni Bwana, sana mimi namwamini. Lakini nimeanza sasa kufikiria twice. Hata ukiniambia Yesu ni Bwana, niwacha nichunguze kidogo. Huyu jamaa na akamunga wa Kenya, alikuja na Biblia, ameokoka, akajifanya ni mtu mzuri, akadanganya wa Kenya ya kwamba atatuweka pesa kwa mfuko. Alifika pale ile kidogo tulikuwa akatoa, akasema katika serikali yake hakutakuwa na mauaji, waua. Akasema katika serikali yake hakuna mtu atabomolewa. Akaingia akasema ya kwamba watu watapewa nafasi wafanye biashara. Akachukua biashara zote yeye mwenyewe akafanya. Sasa mimi nikija kuangalia nyuma naona nilikosea sana, lakini mimi niligongwa kwa sababu niliamini huyu jamaa kwa sababu alisema ameokoka, na nikamfanya makosa kubwa kwa sababu sikumchunguza vizuri. Na itakuwa makosa nikubali ya bonga watu ya Western Kenya nikiona agonga siku ile. Hii maneno yote aliandika hapa, hakuwa na intention ya kufanya, alikuwa tu anatafuta kura. Sasa taba ingine awadanganye tena, na huyu Musalia na Wetangula ndio anatumia kudanganya Waluya kwa sababu hao wanachunga kazi zao na saidika kibinafsi. Musalia alisaidika kibinafsi. Itakuwa ni makosa mimi Rigiji, kazi ni ya watu ya kuambia mambo ya hii mkataba alafu wadanganywe. So wewe ulijua tuligongwa na ulikuwa pale. Kwa hivyo mimi sasa nimetekeleza jukumu langu, nitaendelea kutembea na hii mkataba nikija Western na kueleza watu ya Western Kenya ya kwamba yale yalikuwa yamekubalikana. Kudanganywa tena ndio. Kwa sababu bila kumtoa hakuna kitu itaendelea, kwa sababu
ofisi, kwa sababu akiwa ofisi hasiwezi rudi. Hii mambo yote akirudi tena atawadanganya tena. So yeye asiseme sisi hatuna mpango. Mpango yetu kwanza ni kumuondoa. Tukishamuondoa tuko na mpango ya vile tutalegea, tuko na mpango ya kukamilisha zile barabara zimekwama, tuko na mpango ya vile tutainua tuta tatizo ngumu sana. Sasa ni mbinu gani ambazo unaenda kutumia? Thank you. Asante sana. It's true Bwana Wekesa, umesema yetu ni fabo. Tutatumia formula gani? One, tutakuwa na manifesto. Once we agree on one single presidential candidate, sasa ndio tutauda manifesto zote pamoja, ambaye yeye ndiye atabeba, ndiye atakuwa the flag bearer alternative government. We'll agree to start with all the people ambayo wanataka kuwa rais, they are qualified. Hakuna mtu hapo hana qualifications zake. But we have agreed to start with kila mtu aende amobilize kwake, and so that
we can say successively now, we have enough votes to remove William Ruto from power. Once we know we don't want to put the cart before the horse. The first in the one-term movement, and we are almost there, by the way. From where I sit, the last time I did a survey last week, but 18% in the whole country. And the rest of us have 81%. That is way above 50+1. This guy has no escape route. And I can tell you, when you are in office, in terms of percentages, it is my hope and desire to the Sukuma William Ruto mpaka, and we are pushing very hard. Don't worry that Ruto he did not there. He was put there by other Kenyans. We worked hard to mobilize people. For example, he was rejected in all the 6 regions in the country. Everybody that voted for him. Here in Western, he lost to Raila Odinga. Northeastern, he lost to Raila Odinga. Coast, he lost to Raila Odinga. Nairobi, he lost to Raila Odinga. He only won and Rift Valley combined. The mountain has left him. Coast has left him. He has nothing. I don't know where itatoka wapi. Me, I'm a political scientist, and I've been involved in this politics since the advent of multipartyism in 1991. I participated in all elections, 1992, 1997, 2007, 2013, 2017, and 2022. I've never and I understand the politics of this country. I understand the way people think. And I can tell you frankly, we are having a 202 moment. In 202, a decision had been made that Moi and his project could not be allowed to go anywhere. A decision has been made on who shall not be president. As to who shall be president, not yet. As to who shall not be president, that decision has been very, very actively in making Ruto president. And I made a huge contribution. He may want to downplay it, but deep down his heart. I can tell you. All fact. What is remaining is for us to agree who. Who is not, that is agreed. Who shall not be, that is done. It's concluded. What is remaining is who. Hapo ni kibarua, but I can assure you there is commitment. Everybody is committed that to get one single presidential candidate. So I want to assure our listeners and viewers that is okay. And towards the end of this year, hopefully Kenyans will know who will be the flag bearer. Kenyans to be patient. In 2002, Mwai Kibaki was chosen as a single on 14th of October 2002, when the elections were 27 December the same year. 2 months and 13 days to go and more. So what we are tulie, there is no hurry, because we also must get it right. We cannot chance. We don't want to make a mistake the way we did with William Ruto. Tupate ushauri wa Kenya. We consult very extensively. I have announced myself I'm going to voters.
on the way forward. What would happen if I'm the candidate? How would they help me win the election? I'm also going to tell them that if it is not me, to persuade them that they must agree to support whoever we agree. That is the work I'm going to do. I'm going to prepare 2 scenarios. Plan A, when I'm the presidential candidate, how will my home base support me to win the election as president? So that I can get the support of other Kenyans. So that we discuss about voter turnout, resource mobilization and all that. Then we'll also be very realistic. We will discuss plan B. That in case it's not me, my people, will you agree that whoever we agree, you also support? And I'll persuade them, yes, because we have a single objective: to remove William Ruto from office and get another good president to run this country. So I'll be consulting myself for 45 days, and I assume also my colleagues are also consulting. Because for me, I cannot make a decision alone. I must carry my people along with me. If I have to support somebody else, I must carry them along. We must agree that we need to support somebody else. I'll also get a few ideas from them. In your own view, if it's not me, who do you think is a good person? Whom are you comfortable supporting? That's why I'm doing that for 45 days. And I don't have to make any announcement. I'll just get the information and keep quiet. And I'll have the mandate so that when the right time comes, if it's me, I go ahead. If it's not me, I'll have had clear instructions from my people on how to go about it. Joseph, you have asked about the unity of the Luhya nation. It's true. And I've been talking to Governor Natembeya, who is a great friend of mine and a colleague. We were together in uniform, a great man and a great leader who has done a lot in mobilizing Luhya unity and awareness and calling for the dignity of the Luhya nation. And I want to encourage Governor Natembeya to continue. Because of his stand, he has really been harassed, alikamatwa, akawekelewa makesi ya uongo, ya corruption, na hajaiba kitu ya mtu yeyote. He pursued his rights. He went to the High Court, and the High Court terminated the proceedings because it was witch hunt. Natembeya amewindwa sana, na amehangaishwa sana kwa sababu ya kutetea jamii ya Waluhya na kusema waungane na watafute haki yao na wapate heshima kama jamii. And I really want to thank Governor Natembeya. He's a great leader, and when the history of the Luhya nation is written, he'll have a chapter. Eugene Wamalwa is another great leader. William Ruto has tried to persuade him achukue cabinet position as a leader wa Luhya na amekataa. He has said, no, I cannot betray my people. My people are suffering. They need development. We need change of government. Mimi nikichukua kazi kama Musalia ama Wetangula, hii Waluhya wataenda wapi? I really want to salute Eugene Wamalwa. That is a very courageous decision. It's very selfless because he was being offered. Siku ile huyu Mutahi Kagwe alipewa by Ruto ya kwamba apewe waziri, na yeye akasema hiyo itakuwa ni kusaliti wa kama yeye atapigania akiwa nje hata kama anaumia. Sasa anaitwa Sifuna. He has come up very well, and I am very impressed. He's a young man, but he has a good focus. Huyu kijana yangu Cleo Malala is another young leader who seems to know what he's doing. And he was removed by Ruto because kuna mambo mingi alikataa. So with those 4 leaders and others, I'm trying to persuade them. Waketi wakubaliane. Waweke jamii pamoja. So that even when they go to negotiate with others, they go as one united front. It is good for the community. It's good for the region where they talk in one voice. Na pia mimi nataka niombe jamii ya Mlembe wasikubali kupigana kwa milango. Hawa ni Wabukusu, ni Malagori, hawa ni Wanyala, hawa ni Basos, hawa ni Idaho, hawa ni Kabras, hawa ni Wakisa, wale ya Shikuku wanaitwa nini wale wapande Butere? Marama.
hizo vitu, na jamii ya Mlembe imeenda Wabukusu wakienda pande hii, Maragoli naenda pande hii, ati Idao wakienda pande hii, Isuga naenda pande hii. Jamii ya Mlembe ni moja, ni ulimi, wote ni Mlembe. Mimi nawaomba waweke tofauti hizo kando, waongee kama jamii, wasiangalie mtu kama Mbukusu ama Malagori ama Munyala ama Mbasoso. Ni ya kugawa. Angalie pale mlimani. Pale mlimani tuko jamii, tuko milango 7. Iko wa Kikuyu, iko wa Meru, iko wa Embu, iko wa Mbere, iko wa Nithi, iko wa Chuka na iko wa Tharaka. Lakini ikifika uchaguzi, hiyo vitu yote inasahulika. Hiyo tu ni ya utamaduni peke yake. Ikifika mambo ya uchaguzi, watu ya Mlima Kenya wanaongea sauti moja, na ndio wamefaulu kuwa na marais 3 katika Jamhuri ya Kenya, kwa sababu wanaweka kura yao yote kikapu moja. Kwa sababu mkiweka kura yenu kikapu moja, iko na uzito. Hii jamii ya Mlembe mko na zaidi ya kula milioni 5, lakini mkigawanya, sijui Wabukusu waende pande hii, wa Malagori waende pande hii, sisi wa Basoso tuende pande hii, sisi wa Isuga tuende pande hii. Imani William Ruto alijaribu kugawanya sisi, ati wa Meru na Waembu waende pande moja, Wakikuyu wabaki pande ingine. Nikamkataza kwa sababu tukigawanya kutafuta uongozi. Kwa hivyo mimi naomba hao viongozi 4, Gavana Natembeya, Waziri Eugene Wamalwa, Cleo Malala, Edwin Sifuna, tafadhalini wekeni nyumba ya Mlembe pamoja. Hii milango ya Wabukusu, wa Malagori, wa Kisa, wa Nyore, hiyo maneno ni ya kurudisha jamii nyuma. Muongee lugha moja kama jamii, muweke kura yenu yote kwa kikapu moja, muongee na sauti moja, mkuwe na kiongozi mmoja. Ndio pia mkija kwa meza mkuwe na uzito, kwa sababu you are the second largest community in Kenya. Lakini hii mgawanyiko ya milango hii na hii inafanya nguvu yenu ishie hapo kwa hewa. Kwa hivyo mimi nina matumaini. Huyu Sifuna, Ruto amemtumania na amekataa. Amesema yeye hawezi kwenda kwake. Sema tafuta hiyo kijana tumpatie pesa. Hiyo kijana amekaa ngumu, hawezi saliti jamii. Huyu Wamalwa aliitwa alikataa. Huyu Natembeya ameteswa amekataa. Huyu Malala amekataa. Kwa hivyo for the first time mimi naona viongozi ambayo wamejitolea kusimama na jamii, na ni mzuri jamii. Maneno ya kuvumilia kuteswa pia ni kazi. Gavana Natembeya ashikwe, aungwe mkono, asikufe roho. Huyu Eugene Wamalwa waungwe mkono. Uliona juzi vile rais alimtukana, anasema sijui ati shamba ati amekodisha, ati ng'ombe yake ilikufa ati kwa sababu ya kupe. Sasa rais amewacha kazi ya kuongoza Kenya, anaanza matiliwa na nini. Uliona akiingilia Wamalwa ni kwa sababu aliingilia Eugene, kwa sababu anajaribu kuitwa aende kwa Ruto, amekataa. Amekuwa na msimamo. Ndio rais alikuwa anamharibia jina na kumtukana. Tumeona bibi yake. Sasa tunauliza rais, wewe mambo ya mabibi ya watu, si wewe ungangana na mambo ya Kenya? Wewe bibi yako kuna mtu anakuuliza mambo ya aliingiliwa, alitukanwa kwa mikutano. Alikuwa anatukana na mimi kwa sababu tuko na msimamo na tunakataa. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, labda swali langu la mwisho ni kuhusu uamuzi wa mahakama ambao umetolewa hivi majuzi kuhusu kesi ambayo walikuwepo walipokuondoa katika afisi, na tumeona kwamba mahakama iliweza kupa fidia takriban. Je, unahisi haki hiyo kesi inachekecha kila mtu, kwa sababu majaji wanasema si kupata haki uka katiba ya Kenya, alafu wanasema ile uamuzi ulifuata katiba. Sasa kila mtu nacheka. Mimi kunipatia milioni 50, mimi sina haja na pesa.
kimakosa kwa sababu ya msimamo mkali. Mimi sina haja na hiyo milioni 50, hata milioni 200, hata 3. Mimi kesi kwa sababu tumepeleka kesi katika koti ya rufaa kupata haki. Lakini ile uzuri pia hakuna shida, kesi polepole mpaka siku itaisha. Ukweli wa mambo ni section 3 article 99 section 3 ya katiba ya Kenya inasema huwezi kataswa kupigania kitu chochote katika Jamhuri ya Kenya kwa sababu umefungwa ama umewekewa hukumu yoyote kama hujamaliza kufuata haki yako kwa yale mahakama ambayo imewekwa katika sheria. Weluke alikuwa amefungwa mwaka 74. Alikuwa Kamiti amenyolewa 74 years. Lakini inasema huyu ako na kesi court of appeal. Tukimkataza kusimama tutakuwa. Kama sasa alikuwa amekatazwa kusimama, si haki yake ingekuwa imehangaishwa. Kwa hivyo hata mimi niko na nafasi ya kwamba kesi ikiendelea, kama itakuwa imeisha by the time tunaenda uchaguzi, mimi nitapigania kiti ya urais. Kama mimi ndio nitapeperusha bendera. Kama sitapewa bendera nipeperushe, nitachukua nafasi nyingine kwa serikali katiba. Sasa kabisa, kabla sijakupa nafasi naomba niulize kwa bajeti ambayo tunazungumzia unagusia kwa kiduchu. Mambo matatu ambayo yanakusumbua katika hii bajeti mwaka 2026. Ya kwanza ni maneno ya money transfer. Hii maneno ya money transfer ni muhimu sana kwa sababu ndio bodaboda, unalipa bodaboda naye unalipa vitu dogo dogo. Sasa ikiwekwa 16% itahangaisha hii watu wadogo na njia kubwa sana, na ni maneno ambayo haifai. Pia hii maneno ya kutoa ya mambo ya VAT ya transport ya miwa, nikiwa hapo magharibi, itapeleka bei ya miwa kwenda juu. Pia simu zimeongezwa 25%. Unajua hii simu siku hizi si luxury, it's a tool of work. Hii simu imekuwa part of life. Kwa hivyo Wakenya wanahangaika kwa sababu mambo ni ngumu sana. So ukisema pia uongeze 25% ya duty kwa mambo ya simu, pia wananchi hawa ya kawaida wataumia sana. Na kuna mambo mingi sana hapo ambayo haiendi sawa sawa. Yeah. Mheshimiwa Gachagua, labda nikurudishe nyuma kidogo tu. Ukiwa bado uko serikalini, ulikuwa na wasema kati yako na Mheshimiwa President Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kabla tu ukaondoka, ukasema kwamba ni mzuri. Uhusiano wako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta uko aje? Uhuru Kenyatta ni ndugu yangu ya one family. Tulipitana kidogo mambo ya siasa, na hiyo ni kawaida. Hatukuwa na maneno binafsi, tumepitana. Mimi nilikuwa PA yake karibu mwaka 7, nilimsaidia akakuwa rais, na ni rafiki yangu na ni member of my community. Now we have got a good relationship. Tunapendana sana, na yale ambayo ilipita siasa tumewachana naye kwa sababu pia Ruto ni mbaya, hatukumsikiza. Yeye akatuhangaisha kidogo na sisi tukamshinda. Sasa tukaketi chini tukasema iliyopita si ndio ile tukaga ijayo. Tuko na uhusiano nzuri sana kama madugu. So na mwisho tu mambo na SHA. Kuna wakati ulisika kusema kwamba SHA will collapse in the next 6 months. It has collapsed for the last 4-5 days. Yeah, the system is down. How can a system may cost 104 billion be down? Surely system may cost 104 billion. SHA hiyo mashini imezimwa because hakuna pesa. Leo nimesikia William Ruto akisema ati SHA inafanya kazi, italipa kila mtu, ati hakuna mtu hatakosa kutibiwa kwa sababu hana pesa, ati kila mtu aende hospitali. Mimi nataka kuuliza Wakenya vile rais amesema, sote tuende hospitalini tutibiwe bila malipo, tuone kama itafanyika. Yeye mwenyewe ndiye amesema leo ati kila mtu aende hospitali atibiwe bila malipo na aende nyumbani. Sema sawa. Kama ni hivyo rais amesema, yeye ndiye rais wa Kenya. Kesho ni money.
Acha tuone vile itaenda, lakini SHA haifanyi kazi. Ilikuwa ni wizi ya 104 billion, imeangaisha walimu, imeangaisha polisi, imeangaisha wafanyikazi wa serikali, imeangaisha watu ya payslip. SHA is not working and it cannot work. Na nilisema it will collapse within 6 months. For the last 6 days, the systems are down. And why they are down imesimwa kwa sababu hawana pesa ya kulipa watu. Yeah. Kidogo tu kama nitapigwa mawe iwapo kama sitakupa hili swali. Iwapo kama mnaenda kuunda serikali hii na umesema kwamba una imani kwamba mnaunda hii serikali mwaka 2027. Mambo matatu ambayo utafanyia watu wa jamii ya Mlembe. Yepi? Watu ya jamii ya Mlembe watafanyiwa kazi na Wakenya wengine, lakini kuna mambo specific. Ya kwanza ni kulegesha Mumia Sugar na Nzoia Sugar kwa wakulima ya Mlembe Nation. Number 2 ni kukamilisha zile project zote ambayo zimekwama, za barabara, za maji, za stima, zimalizike kwa sababu ni muhimu tufanye hivyo. Number 3 na muhimu sana ni kuwasaidia kwa mambo ya kilimo, tuanze kutafuta alternative crops kwa sababu hii ukulima ya miwa imewafilisisha miaka mingi. Wamelima miwa na hawajapata kusaidika kabisa, na umaskini unaendelea kuzidi. Kwa hivyo sisi katika serikali mpya tungetaka kuanza mbinu mpya ya ku encourage farmers and support them in Western region to diversify. Vitu kama